Sasa vingi kati ya vitabu vya ndoto vinaweza vikakupoteza, vikakutoa kwenye mstari, kwa sababu vinajaribu kutengeneza kama kamusi ya ndoto au kamusi ya lugha ya kiroho. Sasa changamoto kuhusiana na lugha ya kiroho ni kwamba ni lugha ambayo anaongea Roho Mtakatifu ambaye yuko hai mwenyewe. Sasa vitabu vingi vya ndoto vinajaribu kumbadili Roho Mtakatifu alafu kikae chenyewe. Unapoanza kuambiwa kwamba ukiota kijiti manake utaadhibiwa, ukiota hivi manake tunachokifanya sasa ni kukufungia wewe usiwe na haja tena ya kumtafuta Roho Mtakatifu na kumuuliza jambo hili manake nini. Lakini kumbe ukweli wa mambo ni kwamba hii ni lugha ya Roho Mtakatifu kama ilivyo kunena kwa lugha. Mpaka leo sijaona kamusi yoyote ambayo imeandika maana ya kunena kwa lugha kwamba kusema rapo basi maana yake Yesu anakuja au maana yake hivi na hivi. No. Kwa nini? Kwa sababu ile lugha Biblia inasema yeye anenaye kwa lugha na aombe apewe kufasiri. Kwa nini Mungu hajaitolea maana? Kwa sababu ametaka bado urudi tena kwake kwa ajili ya nini? Ya fasiri. Kwa hiyo kazi yetu sisi tunapofundisha neno, weza tunaandika au tunafanyaje, sio kujaribu kumbadili Roho Mtakatifu kwamba usiwe na haja Roho Mtakatifu kwa sababu una kitabu changu. Hapana, ni kujaribu kukupa mahusiano mazuri na Roho Mtakatifu ili kupitia hayo mahusiano sasa uweze kumuuliza swali lolote lile litakalokusibu, ikiwemo swala la lugha ya kiroho ambapo kuna ndoto zimo ndani yake na maono. Kwa hiyo niko hapa kwa ajili ya kusema kwamba usitegemee tu kwamba nitafuatilia na nikijua hiki maana yake hiki maana yake hiki, utapotea. Muulize Roho Mtakatifu kwamba hiki maana yake ni, na ikiwa hauwezi kumuuliza, bado hujakuwa katika kuelewa na kuisikia sauti yake, basi ndio maana Mungu ametuweka watumishi wake kwa ajili ya kulink kati ya Mungu na wewe mpaka utakapokuwa na kufikia kima cha Kristo. Amina. Naamini umenielewa. Mungu Baba wa mbinguni akubariki sana. Amen.